Katika mada yetu muhimu leo, ambayo swali tunalojiuliza ni hili: kwa nini kabila la Wachaga wanapenda kuzika hapa mkoani Kilimanjaro? Watu wanaweza wakafia sehemu mbalimbali katika nchi yetu, kona yoyote ya nchi yetu, kona yoyote ya bara la Afrika, hata nje ya Afrika, Ulaya, Marekani. Kwa nini kuna hiyo mila na desturi ya kabila hili la Wachaga kupenda kuja kuwazika wafu wao, wapendwa wao hapa mlimani? Kwanza tuanze na utangulizi. Kabila la Wachaga ni moja kati ya makabila 129 katika nchi ya Tanzania. Na idadi ya watu hawa kabila hili la Wachaga ni takribani watu milioni 2. Ni kabila la 3 kwa ukubwa hapa Tanzania, likifuatia makabila makuu mawili. Kabila la kwanza kwa ukubwa hapa Tanzania ni Wasukuma, ambao idadi yao ni kati ya watu milioni 7 na milioni 10. Alafu wanafuata kabila la Wanyamwezi ambao ni karibu milioni 4. Alafu wanakuja kabila la Wachaga. Sasa dhana hii ya kwa nini Wachaga wanapenda kuja kuzika watu wao, wapendwa wao hapa, ni dhana ambayo imeibua majadiliano, sio nyakati zetu tu hizi, lakini ni dhana inayoonyesha pia fursa adimu na adhimu katika maisha na muktabadha wote wa maendeleo ya kabila la Wachaga. Maendeleo kiuchumi, kijamii, kiroho, kielimu na kadhalika. Naomba nianze na nitatoa hoja kuu 8 zinazotoa mashiko kutokana na kwa nini Wachaga wanazika wafu wao, wanazika wapendwa wao hapa mlimani. Hoja namba 1 ni hoja ya kibiblia. Katika maandiko matakatifu, Biblia takatifu na hasa Agano la Kale, tunaona watu kadhaa, watu maarufu wakiwa wanarudishwa kule makwao kwenda kuzikwa. Wa kwanza ni Ibrahimu na Sara. Ibrahimu au Abrahamu na mkewe Sara walizikwa pale Hebroni. Tunasoma hili kutoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 23 mstari wa 19. Sura ya 23 mstari wa 19 tunasoma hivi: baada ya hayo Abrahamu akamzika Sara mkewe katika pango hilo lililokuwamo katika shamba la Makpela, mashariki ya Mamre, yaani Hebroni, katika nchi ya Kanaani. Kwa hiyo Abrahamu anamzika mkewe nyumbani, hoja ya Biblia. Lakini kuna wengine wengi, Isaka na Rebeka. Kitabu hicho cha Mwanzo, tuangalie kitabu hicho cha Mwanzo sura ya 35 mstari wa 29. Mstari wa Yakobo aliondoka akaenda Mamre kwa baba yake Isaka, huko Kiria Tharba, yaani Hebroni, mahali ambapo Abrahamu na Isaka walikaa kama wageni. Isaka alikuwa na miaka 180, akafariki akiwa mzee wa miaka mingi. Watoto wake Esau na Yakobo wakamzika. Wakamzika wapi? Wakamzika huko Hebroni. Kuna wengine, Raheli alizikwa karibu na Bethlehemu, Mwanzo 35:19. Mfalme Daudi alizikwa Yerusalemu. Lakini tuangalie pia Yakobo alizikwa Hebroni. Hili tunalisoma kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Agano Jipya, Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari wa 16. Matendo ya Mitume sura ya 16. Miili yao ililetwa mpaka Shekemu, ikazikwa katika kaburi ambalo Abrahamu alikuwa amenunua kutoka kwa kabila la Hamori kwa kiasi fulani cha fedha. Sasa maandiko matakatifu, Biblia takatifu, hasa Agano la Kale, linaonyesha
sehemu mbalimbali walikozikwa, walikohifadhiwa watu mbalimbali wa Agano la Kale. Hoja namba 2, hoja ya kitamaduni. Tunaenda kwa hoja, tunaenda kitaalamu kabisa. Hoja ya kiutamaduni au kianthropolojia. Kianthropolojia, Wachaga wanatoa heshima kwa mababu wao, kwa watangulizi wao. Kuna msemo wa Kiingereza wanasema home sweet home. Nyumbani ni nyumbani tu, iwe magharibi iwe mashariki, nyumbani ni nyumbani. Sasa pale walipozikwa mababu na mababu, wale wazee wa Kichaga, ni sehemu yenye heshima, ni sehemu ya kumbukumbu, ni sehemu ambayo watu wanapenda kwenda kutoa hata mila njema. Ziko mila chafu, lakini mila njema za kuwashukuru wazee, kuwaombea na kuunganika nao kiroho. Tunaunganika. Mwanadamu ana roho, mwili, akili na utashi. Na hawa waliotutangulia sio kwamba wameondoka moja kwa moja, wako nasi kiroho. Hoja namba 3, hoja ya kidini au kiimani. Tunaamini kabisa sisi kama Wachaga kwamba tunayemuita Mungu kwa jina la Kichaga Rua, wengine wanamuita Ngai, wa Masai wanamuita Ngai, Wahehe wanamuita Guluvi, Wahaya wanamuita Omukama. Sasa Mungu huyu tunayemuita Rua ni muumbaji. Ameumba vitu vile tunavyovitumia: maji, hewa, ardhi, mashamba na mambo yote tunayoyaona. Sasa hoja hii ya kidini ni kwamba imani ya Wachaga kama makabila mengine yote ya Kiafrika inajishika na kujikita katika mshikamano na waliotutangulia. Kwa hiyo huwezi, kadiri ya mila na desturi ya imani ya Kichaga kabla ya ujio wa Ukristo, huwezi ukamwomba Rua akupe baraka. Kichaga anasema akupe mbora, akupe neema, baraka, blessings, bila kuwapitia hawa waliotutangulia, wale wema, watu wema. Hoja namba 4 ni hoja ya kiuchumi na ya kimaendeleo. Uchumi na kimaendeleo. Mchaga anajua kwamba lazima atazikwa nyumbani asilimia kubwa. Kwa hiyo huwa anafanya maandalizi ya kuandaa nyumbani, nyumba nzuri, barabara ya kufika kwenye kufika nyumbani kwao, ili wasije kachekwa. Anasema finali uzeeni. Na Mchaga original huwa anajiandaa hivyo. Kuna wengine wa sasa hivi ambao wameshapoteza hiyo dhana, basi watu wakija wanashangaa na huchekwa. Sasa kuliko kuchekwa, wanasema Kichaga wanasema kuliko uchekwe afadhali ufe. Kuliko uchekwe afadhali ufe. Ni aibu kwa mwanamume wa Kichaga, mila ya Kichaga, desturi ya Kichaga, waje wakute nyumbani kwako kuna nyumba ya makuti, hakuna maji, hakuna mahali pa kukaa, hakuna mahali pa kupikia. Sasa ni hoja ya kimaendeleo kwamba kumbe napaswa kufanya maandalizi. Familia zote zinakuja na kuonana, na ndio maana Wachaga wanakuja mara nyingi Krismasi. Sio kuja kuchinja mbuzi na kulewa. Kulewa na kuchinja tu mbuzi, kwanza kulewa ni dhambi, ni kosa, ni kitu ambacho si sawa. Lakini yale kule kukutana ukoo fulani, Noeli, mwisho wa mwaka, mwanzo wa mwaka, ni swala la kiuchumi na kimaendeleo. Wanaanza kuulizana, wewe mwaka mzima umefanya nini? Umesomesha watoto wameenda wapi? Umejenga nini? Biashara yako imeendaje? Umefanyaje? Mmegombana na nani? Mnapaswa kupatana na nani? Ni coming together. Kwa hiyo familia zinafahamiana. Leo hii kuna vijana hawafahamiani, mtu anaoa mtoto wa shangazi yake, anaoa binamu. Kumbe mkifahamiana, huyu hapa achana naye, sio tena girlfriend. Huyu hapa ni binamu yako. Huyu hapa ni mpwa wako. Ni mila njema. Kuna watu wameoana damu moja hiyo, watu kumbe ni ndugu, na hiyo inaleta balaa hata maisha. Hoja namba 5, hoja ya kimalezi. Vijana wanapokutana hivyo, wajukuu, vilembwe na vilembokeze wana preserve
wanaweka kumbukumbu za maisha ya malezi yao. Preservation of the historical roots. Sio tu swala la kuja na kufanya sherehe, lakini wanasema mti wa ukoo wa Limo, ukoo wa Mushi, ukoo wa Shirima, ukoo wa Masawe, ukoo wa Mbando, ukoo wa Shayo, ukoo wowote ule mti, zile historia. Babu wa babu alikuwa fulani, alikuwa na mila nzuri hizi, alikuwa anafanya kazi, alikuwa ni mtawala, hakuwa anakula dhuluma, hakuwa mwonevu. Ukila dhuluma unakufa, ukiwa mwizi inakuwa ni shida. Kwa hiyo ilikuwa ni mila nzuri ya kupreserve mambo mazuri ya koo na kabila lote la Wachaga. Hoja namba 6 ni hoja ya kijamii. Ni kipindi cha kutoa shukrani. Wanapokuja kuzika mpendwa wao huku Chagani, wanatoa shukrani. Wanamshukuru Mungu kwa zawadi ya huyu mtu aliyefariki, aliyekuwa na maono ya kuleta maendeleo katika ukoo fulani. Amefia Dar es Salaam, amefia Kigoma, amefia Afrika Kusini, amefia India, amefia Marekani, amefia Ujerumani, ameletwa. Tunamshukuru kwa niaba ya wote kwamba alijitambua. Kwa hiyo kijamii kuna kitu kinachoitwa social identity. Watu wanapaswa kujitambua na kujipambanua. Neno kubwa siku hizi. Kujipambanua. Identity. Tunajipambanua. Na unaporudishwa nyumbani, watu pia wanakuja kushukuru kila mwaka. Hasa wale watu waliofanya mambo mazuri. Tunaona sio tu kabila la Wachaga. Tunaona hata viongozi mbalimbali katika nchi yetu. Tukianza kwa mfano na hayati Kardinali Laurian Rugambwa, hakupenda kuzikwa Dar es Salaam. Alizikwa Bukoba. Kuna Wahaya wengi na watu wengi wasio Wahaya wanaenda kwenye ile kaburi. Wengine wanaamua kuzikwa kama Kardinali Pengo alipoamua kuzikwa Pugu. Sawa kabisa. Hakuna shida. Lakini kuna ambao wanasema lazima nizikwe nyumbani. Kuna marais. Baba wa taifa Mwalimu Nyerere hakuzikwa Dar es Salaam, amezikwa kule Butiama, home sweet home. Hayati Magufuli hakuzikwa Dar es Salaam, amezikwa Geita, home sweet home. Sasa ukirudi kwenye culture ya Kichaga, na hiyo ambayo ndio nayosema sasa, ni kitu ambacho cha msingi sana. Hata kule Marekani, marais wengi wa Marekani hawakuzikwa kwenye makaburi ya marais, wamezikwa kwenye majimbo au sehemu, miji na vijiji walikotokea. Kwa hiyo hoja ya kijamii ya kuleta watu kijamii hata baada ya maisha ya huyu aliyefariki. Hoja namba 7, hoja ya kisheria. Kadiri ya utamaduni na mila ya Kichaga, pale alipozikwa Mchaga, babu, bibi, mama, baba, shemeji, mke, mume, watoto, kisheria, kadiri ya mila na sheria za Kichaga zilizoandikwa na ambazo hazikuandikwa, nyingi hazikuandikwa, hakuna ruhusa ya kuuza ile ardhi. Kwa hiyo ile ardhi ni kwa ajili ya vizazi na vizazi vijavyo. Akija kichaa fulani ambaye anakuja nauza makaburi pale na nini, wanajua kwamba huyu atapata balaa, atapata laana. Kwa hiyo hakuna Mchaga aliye na akili timamu na heshima na hofu ya Mungu, hofu ya mababu, hofu ya Rua, atakaye thubutu kuuza ardhi waliozikwa wazee, waliozikwa wazazi wake, aliozikwa mke wake, aliozikwa mume wake, waliozikwa watoto, wajukuu, wanaukoo. Huyo atakuwa tayari hayuko sawa sawa. Kwa hiyo ni hoja inayoleta kwamba ardhi hii sio yangu mimi, ni ya vizazi na vizazi na vizazi vijavyo, kwa miaka na miaka mingi ijayo wanabakia pale. Hoja namba 8 ni hoja ya kwamba wanapofanya hivyo pia kunakuwa na mshikamano na wale maskini wa pale. Wanakuwa na mshikamano. Hata Wachaga wanapokuja kuzika wapendwa wao huku, kuna watu wa pale kijijini na kwenye miji ile, uchumi wao unaongezeka. Wanauza nyanya, atauza ndizi, atauza pombe ya kienyeji na isiyokuwa ya kienyeji. Kwa kuna mshikamano mkubwa kabisa na wale wazawa wa pale.
na hata kama ni barabara ilikuwa mbaya, serikali haijaweza kuitengeneza, ule mshikamano, jamani fulani amefariki, tutengeneze hii barabara, jamani maji hayajafika hapa, jamani tutengeneze hii bomba, maji imepasuka, tuitengeneze bila kusubiri serikali. Kwa hiyo kuna faida kemkemu mtambuka nyingi ambazo ukiangalia huo mshonano wa hizo faida ni nyingi sana. Sasa kuna changamoto. Nimesema ni fursa na hoja 8 kubwa, lakini kuna changamoto. Changamoto